Haya ni matangazo ya moja kwa moja yakikuletea Star TV jioni, na kukaribisha sana mtazamaji wa Star TV. Jina langu ni Gigo Mhule, karibu. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kiwanda kipya cha sukari Kilombero K4 mkoani Morogoro ambacho kinajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 700 kitachangia ukuaji wa uchumi wa nchi na kufikia dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Tupate taarifa kamili. Akizungumza mara baada ya kufanya ziara kukagua maendeleo ya ujenzi wa kiwanda cha sukari Kilombero K4, Profesa Kitila Mkumbo amesema kiwanda hicho ni kikubwa kwa nchi za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Kiwanda kikubwa hapa Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Kipo hapa Tanzania kuzalisha sukari cha kisasa kabisa. Utakikuta Afrika Kusini, utakikuta Nigeria, utakikuta Egypt wala Morocco. Unakikuta katika nchi inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa malengo yetu na malengo ya Mheshimiwa Rais na ndoto zake zinatimia katika swala zima la viwanda, swala la ajira, swala la kuvutia mitaji. Kwa hivyo lengo letu la kukuza uchumi kuelekea mwaka 2050 kuelekea trilioni $1 ni wazi kwamba linaenda kutekelezwa vizuri, kwa sababu tayari hapa tunazungumzia dola za Kimarekani trilioni 277. Mkurugenzi mkuu wa bodi ya sukari nchini Profesa Kenneth Bengesi amesema uwepo wa viwanda vingi vya sukari nchini vitatimiza azma ya serikali kuondokana na changamoto ya uagizaji wa sukari kutoka nje ya nchi, huku mkurugenzi mtendaji wa kiwanda hicho Guy Williams amesema watakuwa wakiwasaidia wakulima wadogo katika uzalishaji wa miwa iliyo bora. Kwa hiyo tunapoongelea swala la upungufu wa sukari kama Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo, waziri wa uwekezaji, alivyosema, hili ndo jawabu, na tutegemei mwaka ujao kuwa na uagizaji wa sukari kutoka nje, kwa sababu kitakapoanza uzalishaji wake kinakwenda kufunga lile pengo ambalo tulikuwa nalo. Tunafanya kazi na serikali, mkuu wa wilaya, mbunge. Tunafanya kazi na viongozi wanatuzunguka kuhakikisha wakulima wa miwa wanani wananufaika na huu mradi. Ikianza kufanya kazi mwezi wa 6 mwaka huu, zile changamoto zote za wakulima katika eneo litapungua na tutakuwa na upungufu wa miwa kufika mwezi wa 12 kama hatutaongeza uzalishaji. Aidha, waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema wawekezaji wote wataweza kuzalisha sukari maradufu na kusaidia Tanzania kujitosheleza katika uhitaji wa sukari pamoja na kuongeza ajira kwa vijana. Bwana Shomari, Star TV. Asante sana Bwana Shomari kwa taarifa hiyo. Naibu Katibu Mkuu anayeshughulikia elimu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Hussein Omari amesema serikali itaendelea kuwekeza kimkakati katika kuandaa vijana kwa ajili ya ubunifu ili kupata suluhisho la changamoto zinazoikabili jamii na kuongeza kasi ya maendeleo nchini. Taarifa kamili na Athmani Mihula. Akizungumza katika ufungaji wa wiki ya ubunifu jijini Dar es Salaam, Dr. Omar amesema tafiti na ubunifu ni muhimu katika kutatua changamoto nchini. Ndiyo maana serikali imeendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa vijana nje ya nchi ili kupata wataalamu watakaoleta suluhisho ya changamoto katika sekta mbalimbali ikiwemo ya afya. Hapa napozungumza tayari tuna vijana 16 wameshapelekwa South Africa. Ni uwekezaji mkubwa wa serikali. Lakini vijana waliobakia 34 wanakwenda Island, kwenye vyuo Island kwa ajili ya kuchochea ubunifu pamoja na tafiti kwa vijana. Katika hatua nyingine, ukosefu wa fedha bado ni kikwazo kwa vijana kufanya bunifu mpya ambazo zitaleta suluhisho kwa changamoto zinazoikabili jamii. Changamoto kubwa ya ubunifu ni support. Nazungumzia support kwamba ujue ubunifu unaanza na ideas. Na ideas siku zote inahitaji kuweza kukuzwa, na kukuza idea ili iweze kuwa products ambao unakuwa umetazamia, mara nyingi inahitaji funds. Na funds zimekuwa kikwazo kikubwa sana kwa kwa wabunifu wengi. Changamoto tunayokabiliana nayo sana ni tunakosa funds, tuna hela ya kutosha, na pia nyingine ni maarifa. Watu wengi bado hawajapata taarifa mbalimbali kuhusu mkanda wetu tunaouza. Ubunifu kama huu, of course tunapata changamoto ya kifedha kwa sababu kuna vitu vingi zaidi ambavyo tunatamani kuboresha na kuviongeza, lakini fedha inakuwa changamoto. So we welcome investors au wengine ambao wanataka kushirikiana kwa ajili ya kuboresha zaidi kitu kama hichi ili kikue na kiweze kuwafikia watu wengine wengi zaidi. Mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation, Tuli Mwambapa, akizungumza katika hafla hiyo ya ufungaji wa wiki ya ubunifu, amesema wanaendelea kusaidia jitihada za vijana wenye ubunifu
ili kupata bidhaa ambazo zitachochea ukuaji wa uchumi. Katika siku ya leo tumesaini mkataba wa makubaliano na MUHAS, ambapo kupitia makubaliano haya tunaenda kuwawezesha vijana wabunifu na wajasiriamali kupata elimu ya fedha na ujasiriamali, kuwaunganisha na masoko mbalimbali, kuwaunganisha na wawekezaji yani angel investors katika biashara zao za ubunifu. Wiki ya ubunifu imefanyika kwa mwaka wa pili katika Chuo Kikuu cha Sayansi ya Afya cha Muhimbili, MUHAS, ambapo vijana wameonyesha ubunifu zao, huku CRDB Bank Foundation, mbali na kuingia mkataba na chuo hicho kusaidia bunifu za wanafunzi wanaosoma chuoni hapo, pia wamewazawadia vijana 5 bora shilingi milioni 10 kuleta bunifu ambazo zinatija kwa jamii. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Kutoka jijini Dar es Salaam na sasa tuelekee mkoani Singida, ambapo tunajuzwa kuwa baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Ikungi mkoani Singida limepitisha mapendekezo ya kugawa maeneo ya kiutawala kwa kuanzisha vitongoji, vijiji na halmashauri mpya ili kusogeza huduma za kiutawala katika jamii. Taarifa zaidi na Emmanuel Michael. Ni katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Ikungi mkoani Singida. Ajenda ni moja tu juu ya kujadili na kupitisha mapendekezo ya kugawa na kuanzisha maeneo mapya ya kiutawala. Kugawa maeneo mapya ya utawala yenye jumla ya vitongoji 147, vijiji 53, kata 10, tarafa 2 na halmashauri ya wilaya 1. Hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha mapendekezo hayo. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Ali Mwanga anasema kuwa lengo ni kuwaondolea kero wananchi kutembea umbali mrefu kufuata huduma mbalimbali za kiutawala pamoja na kuharakisha maendeleo. Wananchi wanasafiri umbali mrefu kwenda kupata huduma kwa upande wa ofisi ya kijiji, hata mashule tukuta shule iko mbali mrefu. Watoto wanasafiri umbali mrefu kwenda kufuata hiyo shule, na kuna baadhi ya maeneo pia wana shule. Ingawa sio kijiji bado wamejenga shule, lakini sio kijiji. Lakini eneo kubwa wamejenga shule, ziko mbili, shule ya msingi na shule shikizi wamejenga, ingawa sio kijiji. Kwa kimsingi maeneo hayo ukiona yana sifa kuwa na utawala. Madiwani wa halmashauri hiyo ya Ikungi wameunga mkono na kupitisha azimio hilo na kuomba vikao vya juu kubariki mapendekezo hayo. Kule juu basi waweze kulizia na tuweze kupata, kwa sababu tunahitaji maeneo ambayo yanafikika kwa haraka, na hoja kubwa ni watu wetu waweze kupata huduma kwa wepesi. Waje tuwatembeze tena kwa mguu, waje wapaki magari yao pembeni, alafu tuanze kazi ya kutembea na miguu, alafu tumwambie huyu ndio kitongoji moja huwa anafanya kazi kwenye eneo hayo. Kitongoji cha Kitunda kwa muda mrefu, miaka mingi, walikuwa wanaomba kuanzishwa kwa kijiji, lakini wana shule ya msingi na wanajenga ofisi ya kijiji. Mimi naomba fursa hii, tusinyimwe fursa hii. Halmashauri ya wilaya ya Ikungi yenye wakazi zaidi ya 411,011 kulingana na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ina eneo la ukubwa wa kilomita za mraba 8,860, vitongoji 539, vijiji 101, kata 28 na tarafa 4 hivi sasa. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Hongereni sana halmashauri ya Ikungi mkoani Singida. Soko la hisa Dar es Salaam limezitaka taasisi na kampuni kuwekeza katika mifumo ya maendeleo endelevu inayovutia mitaji mipya ili ikiwemo fedha za kimataifa zinazotolewa kwa miradi inayozingatia ajenda za maendeleo endelevu. Tuungane na Omar Huseni. Mkuu wa idara ya maendeleo ya biashara ya soko la hisa la Dar es Salaam Emmanuel Nyalali amebainisha hayo akiwa mkoani Morogoro kwenye kikao kazi cha mafunzo kuhusu namna ya kuandaa na kuwasilisha ripoti za mwaka zinazohusu masuala ya maendeleo endelevu kwa taasisi, kampuni na wadau mbalimbali wanaohusika moja kwa moja na soko la hisa na mitaji. Tunatakiwa tufanye capacity building. Capacity building kwa maana ya kufundisha taasisi na makampuni yenyewe kwanza yaelewe, lakini vile wawekezaji vile kuwafundisha waweze kuelewa na wadau mbalimbali pamoja na serikali, ili na wenyewe waweze kuelewa hiyo framework.
Sasa hiyo ni zoezi ambalo limechukua muda na tunaendelea nalo. Dr. Neema Kiure, miongoni mwa washiriki wa kikao kazi hicho, anasema maendeleo endelevu ni eneo lenye fursa kubwa, lakini pia lina vihatarishi vinavyohitaji usimamizi makini na ripoti sahihi katika vitabu vya hesabu. Kwa hiyo tunawahimiza tu kwa kupitia Dar es Salaam Stock Exchange watu wetu waangalie wawe na mifumo ya udhibiti ya ndani ambayo inaweza ikahakikisha kwamba wao wanafuata yale matakwa husika katika kuripoti, na hivyo kama tulivyosema kuanzia mwanzo, kwa kufuata yale matakwa watakuwa wanapata faida kutokana na ripoti ambazo wanazitoa. Lakini ni nini mtazamo wa washiriki wa kikao kazi hicho juu ya fursa za kimataifa kwenye uwekezaji? Haya mafunzo ni muhimu sana, lakini pia yatatusaidia sisi kama kampuni kuweza kuzingatia sheria za kimataifa za utunzaji wa mazingira, lakini pia kuangalia katika utendaji wetu wa kila siku ni namna gani tunaweza kuleta athari katika mazingira, ama tunaweza kupata opportunity gani kutoka kwenye mazingira zikatupa sisi manufaa. Training hii itatusaidia tuweze kuripoti na kucomply na hiyo regulation na sheria mpya za IFRS. Kikao kazi hicho kinalenga kuandaa wadau wa soko la hisa na mitaji kuendana na ushindani wa masoko na mitaji barani Afrika, pamoja na kuwezesha nchi kunufaika zaidi na fursa zinazotolewa na ajenda za maendeleo endelevu, hususan kupitia miradi ya kijamii. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hoseni wa Star TV. Jamii imeaswa kutumia vyema akili mnemba kupitia matumizi ya simu kwa lengo la kujiletea maendeleo binafsi pamoja na kusaidia pia ukuaji wa uchumi wa nchi. Tuiangazie taarifa hiyo. Ushauri huo umetolewa jijini Dar es Salaam na mkuu wa kitengo cha simu za mkononi wa kampuni ya Samsung Tanzania Mgope Kiwanga wakati wa uzinduzi wa toleo jipya ya simu zao, ambapo amesema matumizi ya akili mnemba yamekuwa yakisaidia kurahisisha maisha. Kwa AI ikitumika vizuri, ikitumika sawa sawa, inarahisisha maisha ya watu wote. Kwa hiyo it's convenient to have akili mnemba wa AI. Na Samsung ngo tumetambua na mbonana na sisi kila mwaka, kila toleo tunazidi kuboresha zaidi. Kwa hiyo watu wasiogope AI, ni jambo zuri sana, inarahisisha maisha, cha msingi itumike kwa njia sahihi. Kiwanga amesema kupitia uwezeshaji wa simu wa kulipa kidogo kidogo umechochea ukuaji wa matumizi ya simu janja nchini, huku mkuu wa biashara wa kampuni hiyo Dasong La amebainisha kuwa wanachofanya ni kuendana na mahitaji ya kila siku ya binadamu. Tunafurahia kuona moja ile ndoto ya kudigitalize Tanzania au kuipeleka kwenye digitalization Tanzania inaenda kuwa maana, na Samsung haipo kuonekana ipo juu kiteknolojia, ila kiuhalisia tupo kuthibitisha inatatua changamoto za kila. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam inatufungia ukurasa wa Star TV jioni. Habari nyingine itakuijia ifikapo saa 2 kamili usiku. Kwa niaba ya chumba cha habari, jina langu ni Gigo Mhule, nikutakie jioni njema.